بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ملango inayosema babu at-tauhid wa shahadati an la ilaha illa Allah. Mlango unahusiana na at-tauhid. Naam, na kushuhudia mwanadamu au shahada ambayo ni la ilaha illa Allah. Anaeleza tauhid na kueleza vile vile kalimatu at-tauhid ambayo ni la ilaha illa Allah. Mlango huu tutasoma kuangalia maana ya tauhid ambayo ni la ilaha illa Allah. Naam. Mwandishi wa kitabu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ameweka dalili ngapi katika kuitafsiri at-tauhid na kalimatu at-tauhid? Ameweka dalili 5, sio? Dalili hizi 5 Muislamu akizielewa na kiweza kuzifanyia kazi atakuwa amefanya nini? Amehakikisha tauhidi yake. Atakuwa amehakikisha tauhidi yake na kuisimamisha. Tamam? Tauhidi ambayo inamaanisha ifradullah bima yahtassu bihi. Ifradullah, kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutomshirikisha na chochote kwa yale ambayo ni khas kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika kwanza kwenye tauhidur rububiyya, kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika utendakazi wake. Naam, kwamba kuna mambo ambayo ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake anayeweza kufanya, sio? Kama kuumba, kama kuruzuku, sio? Naam, na mengine mengi ambayo tutaona mbele ya kitabu. Jambo la pili ni tauhidu ar-rububiyya, katika kuihakikisha ambayo ni khas kwa Allah, tauhidu al-uluhiyya. Tauhidu al-uluhiyya, kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika ibada zake zote. Katika ibada kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake na kutomshirikisha na chochote. Kisha tauhidu al-asma was-sifat, katika majina matukufu na majina mazuri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na sifa zilizobeba ndani, katika hali ya kuifanyia kazi, katika hali ya kuitafsiri, kutomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na chochote na kutomfananisha na chochote. Kwa hivyo hizi tauhidi 3 ikipatikana sifa ya kumpwekesha Allah, naam, katika mambo ambayo ni khas zake yeye, itakuwa mwanadamu naam ameelewa tauhid na akona uwezo wa kuihakikisha at-tauhid. Aya kwanza aliyoweka katika kutafsiri at-tauhid, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kubainisha maana ya tauhid ana eleza, ama mtunzi wa kitabu ameweka hii aya akitaka kueleza na kufafanua juu ya hali ya watu ambao asema ulaika alladhina yad'un, wale ambao wanafanya nini? Wanamuomba nani? Ama wanawaomba nani? Naam, wale ambao wanaoombwa, sio? Wale ambao ulaika alladhina yad'un, wale ambao wanaoombwa. Naam. Na kwenye riwaya nyingine wanasema nini ya Ibn Mas'ud? Ulaika alladhina tad'una bitta, wale ambao mnawaomba. Kwa hivyo hapa itakuwa ulaika alladhina yad'un, wale ambao wanafanya nini? Wale ambao wanaoombwa, wale ambao wanaoombwa, sio? Tayeb. Ama wale ambao wanawaomba, naam, katika kina nani? Katika maana ya kwanza Ibn Jarir at-Tabari anasema naam ni qaumun a'badu al-jinn. Ulaika alladhina yad'un, wale ambao wanaoomba. Kina nani hao? Ni watu ambao walikuwa wanaabudu majini, wale majini wakasilimu, walikuwa wanaomba na kuelekezea ibada zao majini, wale majini wakasilimu.
Mwenyezi Mungu hapa anawaambia nini? Ulaika alladhina yad'un, wale ambao mnao waomba, sio? Hali yao ni gani? Yabtaghuna ila rabbihim alwasila, ila rabbihim alwasila. Wao wenyewe wale mnaowaomba, ulaika alladhina tad'un yabtaghuna ila rabbihim alwasila. Wao wenyewe hao mnaowaomba na kuwategemea wanamhitaji wenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Maana nyingine ni wale ambao mnawaomba, ulaika alladhina yad'un, naam, ni waja wema au malaika. Hawa ambao mnaelekezea dua zenu kwa wao na kuwaomba na kuwatarajia, hao ni watu dhaifu, wao wenyewe ni madhuafa. Kwa sababu gani? Yabtaghuna ila rabbihim alwasila. Hapa Mwenyezi Mungu anaonyesha udhaifu wa wale ambao mnao wategemea na kuwaomba kando na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hali yao nini? Yabtaghuna ila rabbihim alwasila. Wao wenyewe wanafanya nini? Yatanafasun, wanashindana. Hao mnawaomba katika waja wema, wao wenyewe wanaenda mbio kufanya matendo mema mengi ili wajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakayf mwelekezee ibada kwa wao? Kwa hivyo tayari hii ni maana ya tauhid. Mtu akiweza kuwa na hii sifa, atakuwa ameelewa tauhid, atakuwa amehakikisha tauhid. Ukielewa kwamba katika wanadamu, katika waja wema, naam, au namna yote mtu atakavyokuwa ama watu hali yao itakavyokuwa, ikiwa nimeweza kujizuia kutowaomba, nimeelewa nini? Tauhid. Nimeelewa maana ya tauhid, nimejua kuihakikisha tauhid. Tamam? فوجه الدلاله نعم ni kwamba man daa ghayra Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah faqad waqa'a fi shirk. Mwenye kumuomba kando na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo ambayo hawezi kuyafanya isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ukaelekeza haja yako kwao, hawa watu wenyewe hawezi kuyafanya hayo mambo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo utakayofanya nini? Faqad waqa'a fi shirk, atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi kwa tunasikia watu wanafunga safari, wanaenda mahali, wanaambiwa kuna mtu mwema sana, mtu mwema sana, ukienda kwake yeye, naam, uende uombe mahali yuko yeye, yani mahali ambayo yuko kabri yake, unafanya nini? Unapata. Aidha kama wataka mtoto unapata, kama unataka mtoto unapata ukienda kuomba kwenye kabri yake. Ukiwa na haja ya kazi, naam, ukienda pale ukiomba haja zako za kazi unafanya nini? Unapata. Nani anapatia watu mtoto? Man? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini usimuombe yeye direct? Kwa nini uombe binadamu dhaif ambayo tuwaona hapa? Ulaika alladhina yad'un, wale mnao waomba wao wenyewe nini? Wanamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifu mtu afunge safari? Fakaifu mtu hope yake aiweke kwa mwanadamu? Hapa asema man daa ghayra Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah, katika mambo asiyoweza isipokuwa Allah, faqad waqa'a fi shirki, faqad waqa'a fi shirki. Kwa aya kwanza imetafsiria tauhid ni nini kwa njia rahisi, kwa kutoa mfano Allah subhanahu wa ta'ala na kuvunja hujja juu ya watu ambao wanamuomba kumtarajia kando na Allah subhanahu wa ta'ala, ilhali watu hao naam hali yao wenyewe wanamhitaji Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Dalili ya pili ni Allah subhanahu wa ta'ala pindi alipo tufafanulia na kutuwekea wazi hali ya Ibrahim alayhi salam alivyokuwa imamul hunafa, kiongozi wa naam wa tauhid. Ibrahim alayhi salam, Mwenyezi Mungu anasema wa idh qala Ibrahim li abihi, pindi aliposema Ibrahim kwa babake
kuonyesha msimamo wake, kuonyesha tauhidi yake, wa qaumihi, na watu wake, innani bara'un mimma ta'budun, hakika yangu mimi niko mbali, baid, nimejitenga na yale ambayo mnayoabudu. Hapa Ibrahim anaonyesha nini? Naam, kuelewa hii aya ama kuelewa maneno ya Ibrahim, anaonyesha nini? Ibrahim anaonyesha innani bara'un mimma ta'budun. Anaonyesha nini hapa? Anaonyesha tauhidi yake, kujitenga, kwa kuonyesha kwamba mimi nafanya nini? Naisimamisha at-tauhid, yani kumpwekesha Mwenyezi Mungu peke yake, kwa sababu nampokesha Allah, niko mbali na yale mnamshirikisha nayo. Innani bari'un ama bara'un mimma ta'budun, sio? Hapa Ibrahim anakanusha, sio? Kisha an-nafi, anafanya an-nafi, anakataa, si ndio? Tayeb, madha qal baadaye? Illa alladhi fatarani, najieka mbali na haya mnayoabudu. Si kwamba najieka mbali na kila kitu, la, najieka mbali na haya isipokuwa nani? Anathibitisha ni nani ambaye anajikurubisha kwake, nani ambaye kwa karibu na yeye, ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema illa alladhi fatarani, isipokuwa yule ambaye fatarani ay khalaqani, aliye niumba. Kwa hivyo kumepatikana innani bara'un, kukataa, hii ni nafi, sio? Alafu akasema nini? Illa alladhi fatarani, hii inaitwaje? Ithbat. Sifa hizi mbili nataka tuilete pamoja katika kalimatu tauhid, ambayo ni la ilaha illa Allah, sio? Tayeb, katika la ilaha illa Allah, sifa hizi mbili ziko kwenye maneno ya Ibrahim, ziko kule pia? Naam. Ziko wapi? La ilaha ni nini? Nafi, innani bara'un. Tayeb, illa Allah ithbat, iko wapi kwenye maneno ya Ibrahim? Illa alladhi fatarani. Kwa hivyo tauhid imetafsiriwa na Ibrahim kwenye maneno yake kusema innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Naam, rahisi sana, sio? Tayeb, innani bara'un mimma ta'budun ay albara'atu min kulli ma'budin min dunillah, kujieka mbali na kujiepusha na yote, naam, kinachoabudiwa kando na Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu kufanya nini? Kujiepusha nayo, kama alivyofanya baba yetu Ibrahim alayhi salam. Kutopatikana sehemu ambayo anaabudiwa kando na Allah subhanahu wa ta'ala, kutojipata kwenye vikao ambavyo anaabudiwa kando na Allah subhanahu wa ta'ala, kushirikishwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, na hapa kuna nasiha kwa Waislamu ambao wanafanya nini? Wanahudhuria vikao ambavyo kuna shirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, usipatikane kwenye vikao hivyo, vikao ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala, naam, anaekwa, naam, yani anaekwa kwenye daraja moja na miungu mingine waliojiwekea watu, au bal watu ambao hawa recognize Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, kaifa Muislamu asichukue mfano wa Ibrahim, kiongozi wetu katika tauhid, aliposema innani bara'un mimma ta'budun, mimi siko huko mahali kwa shirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala, la. Naam, mahali kupatikana tauhid mtanipata, ama mahali kunapatikana kushirikishwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mimi, naam, siko huko. Muislamu awe mfano wa Ibrahim alayhi salam, ambaye Ibrahim Mwenyezi Mungu anasema nini akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam? Madha qala Allah li nabiyhi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuhusiana na milla ya Ibrahim na njia ya Ibrahim. Madha qala? wattabi' millata Ibrahim, fuata milla ya Ibrahim, fuata njia ya Ibrahim, ambayo nini? Ni at-tauhid,
Njia ya Ibrahim ndio hii, innani bara'un mimma ta'budun, niko mbali, nimejiepusha, nimejieka mbali na kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falmuslim ambaye ataka kuihifadhi tauhidi yake, ataka kusimamisha tauhidi yake, ataka kuihifadhi la ilaha illa Allah yake, akuwe mbali na kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala katika vikao, naam, katika namna yote ambayo inashirikishwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ajiepushe nazo. Dalili ya 3, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Vile vile katika kuitafsiri tauhid ni maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba ittakhadhu ahbarahum, wamewafanya, naam, alyahud wan nasara ahbarahum ay ulamaahum, wale wanachuoni wao, wale scholars wao wamewafanya, naam, wa ruhbanahum ay ubadahum, wale wachaji Mungu wao, naam, arbaban min dunillah, miungu kando na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanawaabudu kando na Allah subhanahu wa ta'ala. Adi ibn Hatim alipomsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasoma hii aya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu Allah ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Huyo Adi ibn Hatim asema alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna lasna na'buduhum, hakika yetu sisi hatufanye nini? Naam, hatuabudu hawa ahbar na ruhban, hatuabudu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfahamisha, naam, na kuitoa ufahamu wa makosa iliyokuwa katika fahamu yake. Alimwambia nini? Alaysa yahrimuna ma ahalla Allah, hao hawaharamishi aliyoyahalalisha Allah subhanahu wa ta'ala, naam, fatuharrimuna, na nyinyi mkawa na sifa ya kufanya nini? Ya kuharamisha baada ya kuharamishiwa na wao hao ahbar na ruhban. Kisha akamwambia vile vile Mtume, wayuhilluna ma harrama Allah, na wanahalalisha aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala hao ahbar na ruhban, fatuhillunahu, na nyinyi mkafanya nini? Mkahalalisha aliyoharamisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hamfanyi hivyo? Akasema bala, ni kweli, hivyo ndivyo wanavyofanya na hivyo ndivyo sisi tunavyofanya, tunawafuata katika njia hiyo. Wanahalalisha aliyoharamisha Allah na sisi tunafuata, sio wanahalalisha aliyoharamisha Allah na sisi tunafuata. Alafu sifa nyingine ni wanaharamisha aliyohalalisha Allah na sisi tunafanya nini? Tunafuata. Tuko na wao katika batil, yoyote nao tuambia wao tunafanya nini? Tunafuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fatilka ibadatuhum, basi hivyo ndivyo mnavyoabudu, ama huko ndiko kuabudu, huko ndio kuabudu hao. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Hapa kitu ya kwanza ambayo inakusudiwa ni kuwaeka sawa, kuwaeka sawa ama kuwaeka hawa juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huko ndiko kwenda kinyume na tauhid. Kwa hivyo kuihifadhi tauhidi yako, hawa waliotaja hapa, naam, kutoinua daraja juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala kutowaeka sawa, ni wanadamu, ni ahbar na ruhban, wapatie daraja yao, lakini usiwaeke daraja moja na Allah, wala kuwainua daraja, kuwasikiza hata kwenye batil, naam, hata kwenye katika kwenda kinyume na mafundisho na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam, kutowaeka sawa wala kutowainua
naam, zaidi ya Allah subhanahu. Kwani huko ndiyo kufanya nini? Naam, mwanadamu kuiharibu tauhidi yake, kuivunja la ilaha illa Allah yake. Kwa sawa? Faida ya pili kwamba kuwafuata yani kwetu ama kwao watu hawa ahbar na ruhban, naam, basi huko ndio kuabudu. Mtu asisubiri kuambiwa kwamba vipi unafuata, naam, huyu abid ama huyu alim unayemwona katika, naam, kutomtii Mwenyezi Mungu au kwenda kinyume, naam, na aliyotaka Allah subhanahu wa ta'ala katika kuharamisha na kuhalalisha. Naam, asidhanie mu'min ni mujarrad kukataa maamrisho ya Allah peke yake. La, kuna kubwa zaidi nayo nini? Kwa kufanya hivyo huko ndio kufanya nini? Kuabudu. Huko ndiko kuabudu hao, sababu unawatii katika yote, katika kuharamishwa aliyohalalisha Allah mko ndani. Ikiwa huwezi kwenda kinyume na hiyo, basi takuwa waabudu wale watu, sio? Naam, ikiwa mtu wewe unamsikiza mpaka katika aliyokataza Allah, yeye akakwambia ni sawa na ukafanya, kama huko sikumwabudu nini? Kama huko sikumwabudu nini? Hii ndio inakatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na anafafanua huko ndio kuabudu. Kwa hivyo mwanadamu afunge huo mlango ili aihifadhi tauhidi yake na aihifadhi la ilaha illa Allah yake. Naam. Tayeb, dalili ya mwisho ama dalili ya 4, wa minan nasi, na wapo katika watu, man yattakhidhu, wanaowafanya, naam, na kujiekea, min dunillah, kando na Allah subhanahu wa ta'ala, andad, yani wendani ama ashbah, kuweka sawa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, hawa andad Mwenyezi Mungu anasema yuhibbunahum kahubbillah, wanampenda ama wanawapenda hao waliojitengezea wao na kuwaweka karibu wao, naam, katika mapenzi kama kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kama kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii kaf ni kafu nini? At-tamthil. Kafu at-tamthil ni kaf ya ufananisho. Naam, kaf ya kuonyesha ufananisho, yani kuwa level moja. Kusema kama kuna mtu anafanana na Qasim, useme Qasim ka Ali. Yamaanisha nini? Wanafanana Qasim na Ali katika kila kitu. Naam, katika kila kitu. Kafu at-tamthil. Hapa nakusudiwa ni kaf at-tamthil, kufanana kwa kila kitu. Kwa hivyo ikawa mapenzi ya mtu, naam, kando na Allah, yoyote atakayekuwa ikawa sawa na Allah subhanahu wa ta'ala, amefanya nini? Naam, amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwafanya watu kama hao andad. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakataza jambo hili kwa ajili ya masalih ya mu'min, naam, na kuihifadhi tauhidi yake na mapenzi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Almu'min kwa ukweli ni yule ambaye anampenda Allah subhanahu wa ta'ala daraja ya juu, na hakuna ambaye anaweza kumweka daraja moja katika mapenzi yake kama ya Allah wa azza wa jalla. Anawapenda katika wanadamu wanaoishi nao, naam, mapenzi ya hali ya juu, lakini haifikia nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unampenda mamako, mapenzi ya juu. Unampenda babako, mapenzi ya hali ya juu. Na umpenda mke wako, mapenzi ya hali ya juu. Watoto wako, naam, lakini mapenzi hayo isifikie nini? Mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe kama hawa ambao katika mapenzi ikawafikia daraja kuwafanya nini? Andad, kuwapenda watu katika wanadamu, katika wendani wale wajitengezea, mpaka ikafikia level mapenzi kama ya Allah. Tamam? Muumini anafaa afunge mlango wa kutofikia daraja kama hii. Daraja kama hii, wapende wanadamu, mtu awe ni mchaji Mungu, mtu awe, naam, ni msomi,
wa hali ya juu, mpende, lakini chunga mapenzi hayo yasifike naam kama kumpenda kwako Allah subhanahu wa ta'ala au zaidi. Sababu ukimpenda mtu kama unavyompenda Allah, kuna possibility kubwa ya kumtii kama hawa walivyofanya nini. Hawa nyuma tumeona wanafanya nini? Wanawafuata katika alio haramisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kuingia kama alivyosema mtume, fatilka ibadatuhum, huko ndiko kuabudu. Kwa hivyo katika kupenda, ukiweza kufikia kupenda yoyote katika wanadamu namna atakavyokuwa katika level ya kumpenda kama Allah ama zaidi, naam, kuna uwezekano mkubwa katika wewe kufanya nini? Naam, kuingia katika shirki, kumwabudu. Kwa hivyo kutofikia huko, usifanye nini? Usifikie mapenzi katika daraja hiyo. Kwenye hadithi ya fi sahih, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qala la ilaha illa Allah, mwenye anasema la ilaha illa Allah, Muislamu anayesema la ilaha illa Allah, naam, hakutosheka na hapo, kaona sifa ya kukufuru na kukanusha na kukataa na kila kinachoabudiwa kando na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, haruma maluhu, imeharamishwa Muislamu huyu mali yake. Naam, imeharamishwa vile vile damu yake kumwagwa na mali yake kuchukuliwa. Wa hisabuhu ala Allah, na hisabu yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala huyu mu'min. Hapa katika maana ya tauhid ya ukweli ni kusimamisha la ilaha illa Allah, mtu kuwa Muislamu, kuwa na la ilaha illa Allah vile vile. Naam, chini ya la ilaha illa Allah yote yanayopatikana kufanya nini? Kukanusha, kukufuru. Uwe na tauhid, na tauhidi yako na ihifadhi kwa nini? Kwa kukufuru na kukataa yote ambayo yanaabudiwa kando na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Muislamu awe na sifa ya kukufuru na kukanusha, wana sifa ya kukanusha naam Mungu mwingine yote kando na Allah subhanahu wa ta'ala. Tulitaja tukasema nini jana? Kwamba Muislamu akishakuwa katika tauhid, katika la ilaha illa Allah, kupatikana sifa ya kukanusha. Isiwe wewe ni Muislamu uko na la ilaha illa Allah, uko na sifa ya kubainisha kwamba naam, kando na Allah subhanahu wa ta'ala wapo miungu wengine. Ama mtu kusema mimi naheshimu dini zingine naam kwa miungu waliojitengezea wao. Iko wapi la ilaha illa Allah yako? Iko wapi wakafara bima yu'badu min dunillah? Mtume anasema katika hii hadithi kwa Muislamu baada ya shahada naam la ilaha illa Allah kuwa ameifikia na tauhid kuipata, awe na sifa ya kukufuru vyote vinavyoabudiwa kando na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sifa hii ya kukufuru na kukataa naam chochote kinachoabudiwa kando na Allah subhanahu wa ta'ala si dalili ya mtu kuwa ni extreme ama mtu kuwa ni extremist. Tamam, kukanusha tu kwamba mimi niko na la ilaha illa Allah, mimi ni Muislamu naam, na nakataa Mungu mwingine yoyote kando na Allah subhanahu wa ta'ala, na nakanusha, haimaanishi kwamba uko na msimamo mkali, bali yaonyesha kwamba kweli umemwelewa Mungu wako na uko na yaqeen, uko na confidence, uko na confidence naam katika imani yako juu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mmoja asiyekuwa na mshirika, asiyekuwa na mfano naam, na asiyekuwa naam na Mungu mwingine yote. La, Mungu ni mmoja pekee yake. Wa Muislamu kusema hivi na kuthibitisha hili naam inaonyesha confidence yake kwa Allah na yaqini yake na ilmu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hihusiani na nini naam na kuwa na msimamo mkali. Naam, tamam, inshallah mpaka hapa
Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala turuzuku al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.